Nikizungumza habari ya kanisa, simaanishi jengo, simaanishi hema. Nikizungumza habari ya kanisa, kanisa ni wale wanaomwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hiyo ndiyo maana ya kanisa. Wale waliohesabiwa kuwa wenye haki, walioondolewa hatia zao, waliofutiwa deni la dhambi, wale waliobarikiwa, wale waliofanyika kuwa wana wa Mungu, watoto wa Mungu katika ufalme wa Mungu wa nuru. Hilo ndiyo kanisa au mwili wa Kristo. Kwa hiyo ukisema kujenga kanisa la Kristo, Yesu Kristo alikuwa anazungumza na wanafunzi wake kwenye Mathayo sura ya 16 kuanzia mstari wa 15. Anauliza, huko wananiita mimi ni nani? Wengine wakasema Elia, wengine yule ajaye, wengine atakaye kuja. Akawaambia, na nyie mnaniita mimi ni nani? Simoni Petro, Simoni Bariona ambaye ni mtume Petro, akamwambia, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yesu Kristo akamwambia kwenye mstari wa 18 Mathayo 16, anamwambia, nami nakuambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitaishinda. Swali la kujiuliza, amesema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Mwamba ni nani au mwamba ni nini? Kumbukumbu la Torati tumeangalia pale 32 mstari wa 4, linamuita Mungu ni mwamba au Mungu ni jabali. Zaburi 18 mstari wa 2 inasema Bwana ni ngome yangu, Bwana ni jabali langu, Bwana ni mwamba wangu. Ukiangalia kitabu cha Kutoka sura ya 17 mstari wa 6, Mungu anampa maelekezo Musa, anamwambia nenda, chukua fimbo yako, utaupiga mwamba na mwamba utatoa maji, watu watapata maji matamu ya kunywa. Huyu mwamba ni nani? Hesabu 20 mstari wa 11, Mungu anamwambia huyo Musa. Kutoka 17 mstari wa 6 anamwambia ukaupige mwamba na fimbo, mwamba utakupa maji. Hesabu 20:11 anamwambia usiende kuupiga, nenda kauambie, nenda kazungumze na mwamba. Mwamba huyu ni nani? Mtume Paulo anakuja kuandika kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 4, anasema wote wakanywa kinywaji kile kile cha Roho, kwa maana waliunywea mwamba wa Roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo Yesu. Kwa hiyo tukisema kulijenga kanisa juu ya mwamba, inamaanisha ni kulijenga kanisa juu ya nani? Juu ya Yesu Kristo. Ndiyo maana yake. Ameandika kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 6 hadi wa 8, amesema jiwe kuu la pembeni, jiwe teule, jiwe lenye heshima. Anasema kila aliaminiaye hilo jiwe hata tayarika, hata kuwa disappointed, hata ingizwa katika aibu. Jiwe gani hili la pembeni? Jiwe lenye heshima, jiwe teule, jiwe kuu. Anaitwa nani? Yesu Kristo. Kanisa la Yesu Kristo limejengwa juu ya Kristo Yesu. Namna gani limejengwa juu ya Kristo Yesu? Tutaona hapa mbele. Alitabiri kwenye Isaya 28 mstari wa 16 kwamba jiwe kuu la pembeni itakuwa ni jiwe teule. Waefeso 2:20 anatuambia mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Kanisa la Yesu Kristo limejengwa juu ya msingi wa nini? Wa mitume na manabii, na Yesu Kristo ni jiwe kuu la pembeni. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa, jamani wapendwa. Nini maana ya kujengwa juu ya msingi wa mitume na manabii? Nini maana yake?
Yesu Kristo kama mwamba, kama jabali, kama jiwe kuu la pembeni, ndiyo msingi wetu wa wokovu au msingi wa imani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameandika katika Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 11, amesema, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna msingi wowote ule uliowekwa zaidi ya msingi wa nani? Wa Yesu Kristo. Yeye ndiye mwamba, ndiye jabali letu. Kanisa la Yesu Kristo linajengwa na mafundisho yanayohusiana na nani? Na Yesu Kristo, ili hekima za watu wanaosikia mafundisho ya Yesu Kristo. Mtume Paulo anasema hekima za watu zisiwe kwa watu wala zisiwe kwa vitu. Kanisa la leo, mioyo ya watu imejengwa katika watu na katika vitu, na ndio maana watu leo wanawategemea watumishi wa Mungu. Hawawezi kuomba. Kuna ulemavu wa kiroho, kuna uchiba wa kiroho katika kanisa, sio Tanzania, dunia nzima. Watu wanaona pasipo mtu fulani mambo yangu hayawezi kwenda. Ni sawa, tumezidiana neema, tumetofautiana neema, lakini mapenzi ya Mungu akiangalia wewe, anatamani wewe ujue namna ya kuomba. Kila nafsi ijue namna ya kusogea uweponi mwa Bwana, na Mungu hufanya sawasawa na imani mtu alionayo ndani yake. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Kanisa la Yesu Kristo linajengwa na mafundisho yanayohusiana na Yesu Kristo, na mafundisho hayo yanazungumza kwa habari ya ufalme wa Mungu au roho wa Kristo kuwa ndani ya muamini. Yanazungumza mafundisho hayo kwa habari ya wokovu wa wanadamu au ondoleo au masamaha ya dhambi. Mafundisho hayo yanazungumza kwa habari ya kuhesabiwa haki kwa mtu, sio kwa matendo. Kuhesabiwa haki kwa imani katika Kristo Yesu, sio kwa matendo mazuri mtu atendayo. Kuondolewa kwa hatia na kuwekwa huru. Mafundisho yanahusu kufanya kuwa wana wa Mungu. Tumepokea uweza wa kufanya kuwa wana wa Mungu. Mafundisho yanayohusu uzima wa milele. Nikisema uzima wa milele, namaanisha wokovu ulioko ndani yetu sisi sasa, katika mwili wa kuharibika na katika maisha mara baada ya kulala hapa chini ya jua. Kuna mtu mmoja anaongea naye hapa, jamani wapendwa.